Aliyekuwa mwanaharakati wa chama cha UDA nchini Marekani, Omburi Monari, ambaye anajulikana zaidi kama Cosmo Choi, ameibuka tena kwenye ulingo wa siasa za humu nchini kwa kishindo kikubwa baada ya kujiunga rasmi na timu ya viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza waliokuwa katika ziara ya maendeleo katika eneo la South Mugirango, kaunti ya Kisii. Haya yamejiri siku chache tu baada ya wakazi wengi wanaotumia mitandao ya kijamii kutoka eneo la Gusii kumtuhumu na kumshtumu kwa maongezi yake ama maneno yake aliyoyatoa hivi karibuni kumhusu aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, akisema kuwa Matiang'i hatoshei mboga wala hatoshi kuwa rais wa nchi ya Kenya. Timu hiyo ya hadhi ya juu iliongozwa na naibu rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki, ambaye alikuwa akihimiza mpango wa uwezeshaji kwa wananchi katika eneo hilo. Miongoni mwa walioandamana naye ni msaidizi wa karibu wa Rais William Ruto, Faruk Kibet, pamoja na kiranja wa wingi bungeni, mbunge wa eneo hilo Silvanus Osoro. Hii ni mara ya kwanza kwa Choi kuonekana hadharani kwenye hafla ya kisiasa ya hadhi ya kitaifa tangu alipotoa madai ya kupuuzwa kwa baadhi ya viongozi wa serikali licha ya mchango wake wa awali kwa chama cha UDA wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita. Hata hivyo, hivi karibuni amekuwa akisisitiza kuwa sasa amerejeshwa katika mfumo wa serikali ya Kenya Kwanza. Anajivunia nafasi hiyo vilivyo. Na katika hafla hiyo Choi alipata nafasi ya kuzungumza baada ya kualikwa na naibu rais Kindiki, ambaye alimwelezea kama rafiki wa muda mrefu, huku akizungumza kwa ucheshi na kwa lafudhi ya Ekegusii. Choi aliwasisimua wakazi kwa hadhi yake ya urafiki wa zamani na Rais William Ruto, akimkumbuka kama kiongozi aliyemtembelea Marekani wakati akiwa naibu rais. Aidha, alimtambua Kindiki kama rafiki wa karibu anayemjali na kumsifu kumjibu simu kila mara, ishara uhusiano wa karibu wa kisiasa uliopo kati yao. Alitangaza kuwa yeye si mbunge kwa sasa, lakini ananuia kugombea kiti cha ubunge wa Embakasi Mashariki katika uchaguzi ujao, na kama ishara ya kujitolea alitoa mchango wa pesa kusaidia shughuli ya maendeleo zilizokuwa zikiendelea. Kurejea kwake katika jukwaa la kisiasa kunakuja wiki chache baada ya kutoa matamshi makali dhidi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akimshtumu kama kuwa hastahili kushika nafasi ya juu kama urais, kauli iliyozua hisia kali kwenye majukwaa ya kisiasa. Vilevile Choi ameweka wazi msimamo wake wa kumuunga mkono Rais William Ruto kwa awamu ya pili uongozi, na pia amemwelezea Kindiki kama chaguo lake la urais mwaka 2032. Kauli hizi zimezua mijadala mikali mitandaoni, huku wadadisi wa siasa wakitafsiri hatua hiyo kama ishara mabadiliko ya mizania ya kisiasa ndani ya mrengo wa Kenya Kwanza. Urejeo wa Choi katika siasa za kitaifa unakuja wakati mvutano wa ndani ya vyama unazidi kushika kasi na wanasiasa wenye ushawishi wakisaka nafasi bora katika kipindi kijacho cha uchaguzi.